Yes bana, baada ya ushindi wa mabao mawili kwa sifuri kwa Young Africans dhidi ya Silver Strikers. Kumbuka wakati vijana kutoka Malawi wanawasili Tanzania walikuja na dharau kubwa sana kwamba Young Africans sio giant team bali ni timu ya kawaida. Na hakika hayo maneno tunaweza tukayathibitisha kwa kile ambacho amekifanya kwenye dakika 45 kipindi cha pili kwamba yes, walidominate mchezo. Mchambuzi wa soka Tanzania Edo Kumwembe baada ya mchezo kutamatika akipita kwenye uchambuzi, Edo anasema kwamba Young Africans wamefuzu kwenda hatua makundi kwa mbinde sana. Young Africans hii ya Diara anapoteza muda kwa timu ya kutoka nchini Malawi. Kweli Young Africans imekuwa Diara kupoteza muda. Young Africans inafuzu kwa mbinde. Anyway, mleno atakayekuja Young Africans ana kazi ya kufanya kuelekea kutoka huko katika makundi. Dube ana kazi ya kufanya kule Sumbawanga na hakuna mtu anaweza kumtetea Prince Mpumelelo Dube kwa hivi sasa. Ni aibu kubwa kwa Young Africans kushikiliwa bomba na Silver Strikers katika hatua za mtoano. Unajiuliza, Yanga hii ambayo tunaifahamu inayocheza pira la kuvutia ndio imekuwa hivi? Basi kuna kazi kubwa ambayo inahitajika kufanyika kwenye kikosi cha wananchi ili kusudi kuirejesha ile Young Africans ambayo tunaifahamu. Yes, dakika 45 za kwanza, labda nichambue kwa kupitia dakika 45 za kwanza ndipo watu watanielewa. Young Africans imecheza vizuri sana kwenye dakika 45 za kwanza, kwa maana first half ya kwanza. Wamecheza katika performance nzuri sana. Wamecheza katika high performance. Wachezaji walionyesha kuitaka mechi na wakaifanikiwa kupata mabao mawili kwenye kipindi cha kwanza. Second half wananchi walikata upepo. Napomaanisha kwamba walikata upepo kwa sababu hauoni Young Africans wakiweka uharaka kwenye second balls, kwa maana kwamba ile mipira ya pili inayodondoka kiwanjani walikuwa wana win Silver Strikers. Walikosa tu quality ya kutosha kikosi cha Silver kuweza kupata bao na kuifanya mechi kuendelea kuwa ngumu kwa upande wa Young Africans. Kwa nini nasema hivyo? Silver Strikers dakika 45 za kipindi cha pili walichukua mechi, wakacheza mpira wanavyotaka wao, lakini Young Africans wakiwa wao wanakaba kwa macho. Ile ni ishara kwamba wachezaji walikata upepo. Na hata ukiwatazama nyuso za wachezaji ni pamoja na Pacome Zouzoua alicheza vizuri dakika 45 za kipindi cha kwanza. Dakika 45 kipindi cha pili alikuwa anacheza kwa nyakati kwa sababu energy ilishashuka. Kwa hiyo kuna kazi kubwa ambayo inahitajika kufanyika kwenye kikosi cha Young Africans kuongezea wachezaji energy ya kutosha kukimbia dakika zote 90. Ukitoa baadhi ya wachezaji kwa wachezaji, kuna nyota wameshuka kiuchezaji na performance kiwanjani. Huo ndio ukweli ambao wananchi kwa sasa wanapaswa kuondoka nao. Hatua ya makundi wanakwenda kucheza. Huko zinaingia timu ngumu, si mmeshuhudia wenyewe. Orlando aliyekuwa mshindi wa pili aliyecheza finali msimu uliopita ametolewa kwenye hatua za kuwania kufuzu hatua ya makundi na FC Lupopo ya Kongo kwa aggregate ya mikwaju ya penalti baada ya kushinda nyumbani 3-0 kwa comeback, lakini bado hajafanikiwa. Kwa hiyo wananchi, mimi sitarajii kuona kama muendelezo huu wa performance ukiendelea kwenye kikosi cha Young Africans, kwa sababu itakuwa ni Yanga ya ajabu sana katika kipindi cha hivi karibuni. Mabadiliko ya haraka yanahitajika. Mwalimu Patrick Mabeid alikuwa na kazi moja tu, kuivusha Young Africans, na hakika amefanikiwa. Sasa ni matarajio kwa wananchi kubadilika kutoka kwa aina ya uchezaji, kubadilika kutoka kwa namna ambavyo timu inacheza, kuongeza energy na quality kwenye kikosi, kwa sababu tunafahamu anayekuja ni Mleno. Kocha huyo ana kazi ya kufanya kweli kweli, sio kwa Yanga hii ambayo sisi tulikuwa tunaifahamu. Yanga ambayo tunaifahamu ndo ile Yanga ambayo imecheza dakika 45 kipindi cha kwanza, lakini sio Yanga ambayo imecheza dakika 45 kipindi cha pili. Ni Yanga mbili tofauti, kwa sababu Young Africans ya kipindi cha kwanza imecheza vizuri zaidi kuliko Young Africans ya kipindi cha pili. Kwa hiyo hauwezi ukakompea hivyo vitu viwili. Yanga wana kazi ya ziada kuongeza quality kwenye kikosi chao, lakini pia ikiwezekana dirisha dogo la usajili wapunguze nyota ambao hawana mchango positive kwenye kikosi chao. Nikizungumza kwa maana kwamba safu ya ushambuliaji Young Africans bado inapitia nyakati ngumu. Wanahitaji kufanya maboresho na kupata mshambuliaji ambaye atakuwa ni mkatili zaidi. La sivyo watoke kwenye mfumo wa kucheza kwa kumtegemea mshambuliaji, wacheze kwa kutegemea zaidi viungo kama msimu ulioisha, kwa maana kwamba walikuwa hawamtegemei mshambuliaji, na ndipo Stefan Kiazizi aliweza kufanikiwa kufanya vyema wakati yupo Young Africans. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kinapaswa kufanyika kwa Young Africans.
Hayo ni maneno kutoka mchambuzi soka Tanzania Edo Salum Kumwembe. Je, nini maoni yako wewe kama mdau wa soka Tanzania kwa namna ambayo umeitazama performance ya Young Africans leo hii? Licha kwamba wamefuzu kwenda hatua ya makundi, lakini performance haijaridhisha 100%.